hisi ya kombe la shirikisho Afrika, na sasa tunarejea katika ligi kuu ya NBC ambayo ni ngumu. Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana fikra zake. Wanaosema michuano ya kombe la shirikisho ni mirahisi kuliko ligi kuu ya NBC wana mtazamo wao, wana fikra zao, wana hoja zao, na pengine wana fakti zao ambazo mimi sipo kwenye nafasi ya kujibu chochote katika hayo mawazo yao ambayo wao wameyawakilisha, na kusema kwamba michuano ya kombe la shirikisho Afrika ni mirahisi na michuano ya ligi kuu ya NBC ni ngumu. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu michuano yote ambayo tunashiriki, kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na ligi kuu ya NBC, na kila michuano tuna ivalu kwa thamani yake, na kila michuano tunaichukulia kwa userious wa kiwango chake. Tumemaliza michuano ya kombe la shirikisho Afrika, tumeingia fainali, na sasa tunarejea katika ligi kuu ya NBC. The same power ambayo tuliitumia kwenye michuano ya Afrika ndiyo hiyo tunakuja kuitumia kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Timu ya mpira wa miguu jambo lake la kwanza ni kushinda kila mashindano ambayo yanashiriki. Kwa hiyo tumeshinda kwenye kombe la shirikisho, na sasa tunataka kushinda kwenye ligi kuu ya NBC. Hatuko hapa kwa ajili ya kuanza kurank ipi ni bora, ipi ni nzuri. As long as ni michuano rasmi inayosimamiwa na mamlaka rasmi, sisi tunashiriki yote kwa kiwango kile cha kufanana. Wanao rank michuano A ni bora kuliko michuano B, tunawachia hiyo nafasi. Sisi kazi yetu ni kushiriki na kushinda kile ambacho tunashiriki. Muhimu tu nyinyi sasa mkatofautisha kwamba kuna watu wanazungumza kwa wivu na kuna watu wanazungumza kwa chuki. Na mtu akizungumza kwa wivu, una play goma la J Combat, unamwachia hapo, unaendelea na maisha yako, wala huna muda wa kubishana na mtu. Anazungumzia special treatment. Hii kwa nini special treatment hii? Mgeni rasmi hakuna, lakini bado milango iko wazi. Kama nitapokea maelekezo yote kutoka kwa viongozi wangu wa juu, basi tutamtangaza. Lakini mainly kesho ni siku ya kuwapa heshima wachezaji wetu, kwa sisi mashabiki kuwapigia makofi. Yani hata kama una mikono unatakiwa usimame, mechi ikianza utafute namna ya kuwapongeza wachezaji. Na mara baada ya salamu, mara baada ya ile ya kupiga picha ile. Inaitwaje ya kupiga picha ile? Kupiga picha ile za kumbukumbu. Kikosi kishakaguliwa, wanapiga picha. Wakishapiga picha, wachezaji huwa wanakaa cycle hivi, wanaanza kuwapigia makofi wachezaji. Kwa sisi tukisimama wakati timu inaingia, hatutakaa mpaka wachezaji wamalize kupiga picha, wakae katikati ya duara, watupigie makofi ya pamoja, na sisi ndio tutakaa kwenye viti vyetu. Hiyo ni kwa aliye uwanjani, kwa aliye nyumbani, kwa aliye kwenye basi, aliye baa, aliye usingizini, yoyote yule anatakiwa huo muda ukifika, hata kama angali mechi, lakini anajua okay, sasa hivi ni saa 9 hii na dakika, sasa hivi timu inaingia, hapo alipo akae apige makofi. Dereva simamisha gari, tupigie makofi. Tumefanya kazi kubwa sana. Ameuliza hapa kwamba tunawakilisha taifa. Je, hakuna haja, hatuoni haja ya mashujaa kutupigia makofi? Ni mashujaa kutupigia makofi. Ni mashindano mawili tofauti na wasimamizi wake ni tofauti. Kwa hiyo sidhani kama inaweza ikakubaliwa. Kwa hiyo nadhani hata kuomba hatuna haja ya kuomba, kwa sababu ingekuwa ni tumepata mafanikio kwenye ligi kuu ya NBC, maana yake kanuni ingeweza kuwalazimisha, lakini wanaruhusiwa wakitaka kutupigia makofi kwa maono yao. Maana
Simba Sports hawa wametutoa kimasomaso Tanzania, acha tuwapigie makofi, tutayapokea kama yatakuwa ni makofi ya kweli, sio ya kinafiki. Ameuliza hapa bana, ahadi ni nyingi wamepewa Mashujaa. Hatutaki kuingilia system yao ya kiuendeshaji, hatutaki kuingilia. Wenyewe wanaweza kuahidiana chochote wanachotaka kuahidiana, wanaweza kupeana chochote wanachotaka kupeana, wanaweza kugawiana chochote wanachoweza kugawiana. Sisi tunachosema tu ni kwamba chochote watakachopeana Mashujaa kisiwatie uchizi wakaja uwanjani kucheza mpira wa hovyo kwa sababu wamepaniki, wanataka kutimiza malengo yao wakatuumizia wachezaji wetu. Hilo ndo jambo la msingi sana. Wenyewe waje wacheze mpira, watu wa enjoy. Na mimi of course Mashujaa na wafahamu sana, ni katika timu ambazo zinamiliki wachezaji wengi wazuri na bora. Kama wataamua kucheza mpira, watu wataenjoy sana, hasa eneo la katikati lile la kina Yusuf Dunia, watu watafurahia pakubwa mno, mpira mkubwa sana. Kwa hiyo wakija tukacheza mpira itakuwa ni vizuri, na timu bora iliyojiandaa vizuri itapata matokeo, na wao kama wameandikiwa kushinda watashinda, na zawadi waliowekewa watakwenda kuchukua. Lakini wasijilazimishe sasa wakaamua kucheza kwa fujo, wakaamua kucheza kwa vurugu, wakaamua kuparamia tu ili mradi watimize malengo ya kupewa bonus walioahidiwa. Kusema kweli tunawaomba sana tukacheze kistaarabu, na niwakumbushe wachezaji, mlinzi wa kwanza wa mchezaji ni mchezaji mwenzie. Ukimchezea mchezaji mwenzio vibaya kwa lengo la kumuumiza, unakuwa unaharibu kazi yake na unaharibu maisha yake. Na ujifikirie, ukiumizwa wewe kwa kiwango hicho ukakaa nyumbani kwa, tena bora Simba unaweza ukamuumiza mchezaji wetu tukaendelea kumlipa mpaka mkataba wake ukimalizika. Kwa wewe Mashujaa ambayo hali zenu tunazijua, tia maji pangu pakavu, ukiumizwa ukakaa nje miezi miwili mitatu, sidhani kama klabu yako inaweza ikakulea kipindi chote hicho. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wapendane, wachezaji wenyewe walindane, wacheze mpira kulingana na ubora wao, na mimi naamini katika ubora wao. Twende tukashindane, timu bora itapata matokeo. Unasema wamepewa shilingi ngapi? Shilingi ngapi wamepewa? Milioni 100. Sijui imetoka wapi, lakini wao hawana uwezo wa kuahidiana hii hela. Hilo jambo na hakika nalo kabisa. Ni jeshi. Kama ni jeshi sana, sinchonganishe na jeshi. Kama ni jeshi wanaweza kutoa. Bana, mpango mkakati wa kushinda hapa sasa kwenye mechi kama hizi za back to back. Kwanza lazima tuwekane sawa. Ratiba kama hii ya back to back, cheza ni kucheze, sio mara ya kwanza Simba kupangiwa, na sio mara ya kwanza kutokea katika ligi yetu. Huwa inatokea mara kadhaa, hasa unapokuwa kwenye majukumu ya kimataifa ama unapo exceed yale malengo ambayo watu hawakufikiria kama ungeweza kufika. Na nakumbuka tumeshawahi kuwa na ratiba kama hii wakati fulani, lakini tuliweza kufanikiwa kushinda mechi zote. Tulicheza na Stendi Shinyanga, tukanyanyuka, tukaenda kucheza na Tabora na Kagera Bukoba, tukanyanyuka, tukacheza na Gwambina Mwanza, tukanyanyuka, tukaenda kucheza na Biashara Mara, tukanyanyuka, na kote huko tulishinda. Zilikuwa ni mechi 4 ndani ya muda mfupi kweli kweli, lakini kote huko tulifanikiwa. Sasa kwenye ratiba kama hiyo ndipo ambapo unalazimika kuonesha ubora wa kikosi chako. Na hapa Simba hatuna pressure hata kidogo, kwa sababu kikosi cha kuweza kucheza mechi hizo 4 ndani ya muda mfupi tunazo. Katika mechi kama hizi ndipo utaona ubora wa mwalimu kwenye kufanya rotation. Katika mechi kama hizi ndipo utaona ubora wa wachezaji
kuwa na endurance kubwa ya kuweza kucheza mechi leo, akapumzika kesho na kesho kutwa, akamkia tena uwanjani na bado akawa na kiwango kile kile. Lakini kumbukeni, Simba tumesajili wachezaji wengi vijana ambao bado